Na mtazamaji, tupate makala yetu ya kila siku ya Ifahamu China. Sekta ya ujenzi wa meli nchini China, inayotambuliwa kama sekta muhimu ya kimkakati, inaendelea kubadilika kwa kasi kuelekea uzalishaji wa kisasa na rafiki kwa mazingira. Kampuni za serikali pamoja na zile binafsi zinaongeza juhudi za kuboresha teknolojia, hasa katika utengenezaji wa meli za kisasa na zisizoathiri mazingira. Kampuni ya Dalian Shipbuilding Industry, mojawapo ya kampuni kongwe za serikali katika ujenzi wa meli, imepiga hatua kubwa katika miaka ya hivi karibuni, hususan katika ujenzi wa meli za kubeba gesi asilia iliyoyeyushwa. Mafanikio haya yanaonekana kupitia ongezeko kubwa la oda. Chini ya mpango wa 15 wa maendeleo wa miaka mitano, yani 2026-2030, China inalenga kuongeza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa meli za kijani na za hali ya juu, ikiwemo meli kubwa za LNG, meli kubwa za makontena pamoja na vifaa vya uhandisi wa baharini. Dalian Shipbuilding inaendelea kutekeleza malengo haya kupitia maboresho ya kiteknolojia na kuimarisha ufanisi wa uzalishaji. Wakati huo huo, makampuni binafsi yanaendelea kuwa na mchango mkubwa katika mageuzi ya sekta hiyo. Kampuni ya Hengling Group, mojawapo ya kampuni binafsi kubwa katika ujenzi wa meli, ilikamilisha ujenzi wa kiwanda cha kisasa cha uzalishaji wa meli mjini Dalian ndani ya siku 150 pekee, hatua iliyoweka rekodi mpya nchini China. Kituo hiki kimeundwa kusaidia uzalishaji wa ubora wa juu pamoja na upanuzi wa haraka wa uwezo wa uzalishaji kulingana na sera za kitaifa zinazohimiza ushiriki wa sekta binafsi katika kuboresha viwanda. Mwenyekiti wa Hengling Group amesema ujenzi wa meli ni kazi ngumu sana inayohitaji nguvu kazi kubwa, mtaji mkubwa na teknolojia ya hali ya juu. Aliongeza kuwa kampuni hiyo inalenga kubadili mfumo wa uzalishaji kwa kuanza kujenga meli kwa makundi makubwa badala ya moja moja. Lengo letu ni kujenga meli 10, 20, 30 au hata zaidi kwa wakati mmoja, na hatimaye kufikia hatua ya kuamua bei yetu wenyewe katika soko la kimataifa.